lakini Mwenyezi Mungu ametubariki. Hivyo wakati huu pia lazima tuwakumbuke. Wakati huo viongozi wa dini kaunti ya Kilifi wameitaka serikali sawia na Wakenya kwa jumla kudumisha amani na usalama, hasa wakati huu ambapo Waislamu wanaadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja na Wakatoliki kuadhimisha kipindi cha Kwaresma. Wakiongozwa na askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Malindi Wilbard Lago, viongozi hao kutoka dini ya Kiislamu na Kikristo wamesema kuna haja ya Wakenya kuishi kwa amani na kuweka kando tofauti zao za kidini. Viongozi hao wanasema kuwa ni wakati wa kuombea taifa wakati huu ambapo joto la kisiasa linazidi kupanda kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Mwenyekiti wa baraza la maimam Sheikh Masoud Ali amewashauri Wakenya kusuluhisha mizozo yao kwa njia ya amani pasi na migawanyiko. Na nasema mwezi huu wa Ramadhani, sisi hii ni mara ya kwanza katika maisha labda yetu sisi kuona Lent na Ramadhan zimekuja takriban siku moja. Kwa hivyo kukutana hapa zaidi ni kwa sifa hii, kwa sisi sote tutaanza, nchi nzima itaanza kufunga siku moja. Kwa hivyo sisi sote ni wana wa Adam na sisi sote tunaishi ndani ya nchi hii. Kwa hivyo tusiharibu nchi kwa miadili yoyote, tusiharibu nchi kwa msingi wa dini au kabila au lolote. Sote ni Wakenya na sote ni wana wa Mungu. Na kwa hivyo tunawasihi viongozi wetu wa kidini, wa siasa na kijamii, wasitenganishe jamii hizi, wajenge undugu wao na wajenge mbinu mbadala ya kutatua matatizo yao kama wanafamilia wanavyofanya, hasa wakati huu wa Kwaresma ambao tunakumbushwa kumrudia Mungu kwa moyo wetu wote, ambao ni pamoja na kurudia na kuridhiana na ndugu zetu. Mimi naamini kwamba hata hawa wafugaji ni wa dini. Kama ni upande wa Uislamu wanaenda msikitini na ni wakati wa kujisogeza kwa Mungu. Kwa hivyo pia ni vizuri kuavoid mambo ya vita, uchochezi. Usalama ni muhimu sana katika masuala ya dini. Na hata hawa Wakristo nao pia ambao wengi ni wakulima, nao pia ni watu wa dini. Ni vizuri kipindi hiki kudumisha amani katika njia ya kumsogelea Mungu na kutubu dhambi.